إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sambamba na ahli zake na masahaba zake wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, na kila ambaye kwamba atapita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Ndugu zangu katika imani, Ijumaa ya leo kwa idhini yake Allah jalla wa ala tutarudi katika Qur'ani, vile vile katika mji wa Madina, tukimtafuta mwanamke mmoja anayejulikana kwa jina la Khawla bintu Tha'laba na mumewe anayejulikana kwa jina la Aus ibn Samit. Hawa watakuwa ni mazungumzo yetu katika Ijumaa ya leo. Ndugu zangu katika imani, qissatu Khawlata binti Tha'laba wa Aus ibn Samit wa qila ibn al-Hi'a, kisa chao kimeelezwa na kutajwa ndani ya Qur'an. Allahu jalla wa ala amekitaja kisa hiki kama ni mazingatio hususan kwa wanandoa. Ayuha nasu ibadallah, Allah jalla wa ala haelezi kisa katika Qur'an isipokuwa kuna mazingatio makubwa yapo ndani yake. Al-Imam Ibn Hazim, sio huyo Ibn Hazmi, Ibn Hazim kwa wanachuoni wa zamani, anasema sami'tu Aba Yazid yuhadithu, nimemsikia Abu Yazid akisimulia, qala, akasema laqiyat imra'atun Umara. Abu Yazidi anasimulia kisa ambacho amekiona katika mji wa Madina, amekisikia katika mji wa Madina. Anasema laqiyat imra'atun Umara, mwanamke mmoja alikutana na Umar. Ni kipindi ambacho Umar radhiyallahu ta'ala anhu ni khalifa katika dola ya Kiislamu.
akiwa katika misafara yake na safari, njiani akakutana na mwanamke mmoja, yuqalu laha Khawla bintu Tha'laba. Mwanamke huyo anaitwa Khawla bintu Tha'laba, wa huwa yasiru ma'a an-nas, na Umar akiwa anatembea na watu, anakwenda katika moja ya majukumu, akiwa yeye ndo kiongozi wa msafara, anatembea pamoja na watu. Fastawqafatuhu, yule mwanamke akamsimamisha Umar, akamuomba asimame. Fawaqafa laha, Umar na yeye akasimama kwa ajili ya mwanamke huyu. Wadana minha, na akainama chini ili aweze kumsikiliza mwanamke huyu. Wa asgha ilaiha ra'sahu, na akategesha kwa mwanamke huyu kichwa chake. Wa wada'a yadayhi ala mankibaiha, Umar akaweka mikono yake miwili juu ya mabega mawili ya mwanamke huyu. Hatta qadat hajataha wansarafat, mwanamke huyu akawa ana maneno ya kutaka kumnasihi Umar. Umetaja baadhi ya muarrikhun, alimnasihi kuhusiana na ukhalifa wake. Ya Umar, laqad kunta qabla al-islam Umaira fa asbahta fil islam Umar. Ewe Umar, kabla ya Uislamu wewe ulikuwa ni kiji Umari, hauna thamani yoyote, na baada ya Uislamu ndio umekuwa Umar sasa. Na Allah jalla wa ala akakupa mamlaka wewe kuwatawala watu. Ittaqillaha fi ra'iyya ya Umar, mche Allah kuhusiana na raia unaoongoza ewe Umar. Wanataja baadhi ya muarrikhun kwamba mwanamke huyu Khawla bintu Tha'laba alikuwa akimnasihi kiongozi wa dola Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kisha mwanamke yule akamaliza maneno yake kwa Umar, wansarafat, na mwanamke yule akashika njia akaondoka zake. Faqala lahu rajul, mtu mmoja akamwambia Umar, ya amira almu'minin, habasta rijalati Quraish ala hadhihi alajuz. Ewe amirul mu'minin, umewasimamisha watukufu vijana wa Makuraish, tena tuna jambo la muhimu katika daula na utawala tunakwenda kulishughulikia, unawasimamisha njiani jua kali kwa sababu ya huyu kikongwe. Mtu mmoja akamuuliza hivyo Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Qal wayhak, Umar akamwambia yule mtu, una nini wewe? Atadri man hadhihi, unamjua ni nani huyu mwanamke? Unamjua ni nani huyu kikongwe? Qala la, yule mtu akasema hapana, simjui ni nani. Qal, Umar akasema hadhihi imra'atun, huyu ndiye yule mwanamke sami'a Allahu shakwaha min fawqi sab'i samawat. Huyu ndiye yule mwanamke ambaye Allah alisikia direct mashtaka yake tangu juu ya mbingu ya saba. Allah alisikia nini mwanamke huyu anashtaki, na haraka kabisa ikaja hukumu yake direct, moja kwa moja, kwa uzito wa tukio lililotokea kwa mwanamke huyu. Kuna matukio mazito yametokea katika mji wa Madina, mazito, na mengine Allah alichelewesha mno wahi, kama tukio la mama Aisha kusingiziwa uzinifu, mwezi mzima wahi haujateremka. Lakini tukio hili papo kwa papo, hata masaa hayajakatika, Allah jalla wa ala akaleta ubainifu wake. Ayuha nasu ibadallah, Umar radiyallahu ta'ala anhu akawaambia, hadhihi Khawlatu
bintu Tha'laba. Huyu sasa ndiyo Khawla bintu Tha'laba. Wallahi law lam tansarif anni ila al-layli man saraftu anha. Na hapa kwa Allah, lau kama mwanamke huyu asingaliondoka, angeendelea kuninasihi na kubaki hapa, mimi nisingeondoka hata kama ingefika usiku kiasi gani. Kisha akasema Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kisha akasema hatta taqdiya hajataha, mpaka amalize mahitajio yake, ila an tahdhura salatun, isipokuwa itakapofika muda wa sala, fa usalliha, nitaiswali ile sala, thumma arji'u ilaiha, kisha nitarudi tena kwa mwanamke huyu, hatta taqdiya hajataha, mpaka mwanamke huyu amalize haja yake na kila anachokihitaji kutoka kwangu. Kwa sababu Umar anajua thamani ya mwanamke huyu. Allah jalla wa ala mwenyewe amesikia mashtaka yake moja kwa moja na akaleta majibu yake moja kwa moja. Umar ni nani asimsikilize mwanamke huyu? Ayuha nasu ibadallah, ndugu zangu katika imani, jina lake kamili mwanamke huyu anaitwa Khawla bintu Tha'laba. Zawjuha, mume wake anaitwa Aus ibn Samit wa qila ibn al-Hi'a. Mume wake alikuwa akiitwa Aus ibn Samit au ibn al-Hi'a, lakini kwa riwaya yenye nguvu ni Aus ibn Samit. Mama yake anaitwa Muadha. Nazala fiha, mama yake mzazi Khawla bintu Tha'laba, na yeye mama yake mzazi Qur'ani imeteremka kuhusiana na mama yake mzazi. Allah aliposema wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassuna. Aya hii alikusudiwa mama yake Khawla bintu Tha'laba. Yeye mwenyewe Allah ameteremsha Qur'ani kuhusiana na yeye. Mama yake mzazi vile vile Allah ameteremsha aya kuhusiana na mama yake mzazi. As-suratu allati nazalat fiha suratul Mujadila, sura ambayo imeteremka kumzungumza mwanamama huyu, mwanamke huyu, ni suratu al-Mujadila. Kadhalika inaitwa suratu al-Mujadala, kadhalika inaitwa suratu ad-Dhihar. Imeteremka sura hii ikimzungumza mwanamke huyu. Allahu jalla wa ala katika sura hii al-Mujadila ametaja jina lake kwa lafdhul jalal, yani kwa tamko la Allah katika sura hii mara 39, na hakuna aya hata moja Allah hajajitaja jina lake, tena amejitaja kwa jina la Allah. Hakuna aya hata moja ambayo hakuna neno hili Allah katika sura hiyo, na ni sura pekee ambayo imekusanya wasifu huu. Ayuha nasu ibadallah, wa hiya al-Madaniyah, na hiyo ni katika sura zilizoteremka katika mji wa Madina. Ayuha nasu ibadallah, an Yusufa ibn Abdullah ibn Salam an Khawlata binti Tha'laba. Kisa chake sasa na kadhia yake sasa imesimuliwa na Yusuf ibn Abdullah ibn Salam kutoka kwa Khawla bintu Tha'laba mwenyewe. Anaelezea kisa chake imekuwaje mpaka Allah ametaja habari yake katika Qur'an. Qalat, Khawla nasema, fiya wallahi wa fi Aus ibn Samit anzala Allah sadra surati al-Mujadila. Anasema pia kwangu mimi, wallahi, na apa kwa Allah, wa Aus ibn Samit, na kwa Aus ibn Samit, anzala Allah sadra surati al-Mujadila. Allah
ameteremsha mwanzo wa suratul Mujadila kwangu mimi na kwa Aus ibn Samit, akikusudia zile aya 4 za mwanzo katika suratul Mujadila. Anasema Allahu jalla wa ala, qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. alladhina yudahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna Allaha la'afuwun ghafur. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. الله جل وعلا akaziteremsha aya hizo 4 kuhusiana na Khawla bintu Tha'laba na mumewe Aus ibn Samit. Kaifa kana hatta nazalat hadhihi alayat, ilikuwaje mpaka zikateremka aya hii. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa ba'd. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allahu jalla wa ala kwa mara nyingine na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, leo tupo na qissatu Khawla binti Tha'laba wa zawjiha Aus ibn Samit. tupo na kisa cha Khawla binti Tha'laba na mumewe akiitwa Aus ibn Samit radiyallahu ta'ala anhuma. ayuha nasu ibadallah, anasimulia Khawla binti Tha'laba mwenyewe namna kadhia ilivyokuwa, namna tukio lilivyokuwa, mpaka Allah akamtaja yeye katika Qur'ani, akataja kisa chake katika Qur'ani. anasema Khawla binti Tha'laba, kuntu indahu wa kana shaykhan kabira. Anasema nilikuwa mimi ninaye huyo Aus ibn Samit, wa kana shaykhan kabira, na alikuwa ni mtu mzima. Aus ibn Samit mimi nilikuwa naye na alikuwa ni mtu mzima. qad saa khuluquhu, tabia zake kidogo zilikuwa si nzuri. qalat, Khawla akasema, fadakhala alayya yawman faraja'tuhu bi shay'in faghadiba faqal anti alayya ka dhahri ummi. Anasema aliingia kwangu mimi siku moja akanisemesha jambo na mimi nikamrejeshea jawabu, hakupendezwa na jawabu langu, akakasirika Aus ibn Samit, kisha akatamka maneno mazito mno, akasema anti alayya ka dhahri ummi, wewe kwangu mimi na kuona kama vile mgongo wa mama yangu mzazi. Maneno mazito. Kisha baada ya kutamka maneno hayo, thumma kharaja fajalasa fi nadi qaumi, akatoka akakaa na watu akawa anazungumza nao saatan, kwa muda wa lisali zima. Thumma dakhala alayya fa idha huwa yuriduni, kisha akaingia akanikuta mimi nachukua udhu kwa ajili ya kuswali salatu dhuhuri. Alipofika akanihitaji kimwili, nikamwambia nisubiri kwanza, intadhir hatta aqdiya hajat Allah
thumma aqdi hajatak, subiri mpaka kwanza nikidhi haja ya Allah, nikidhi faradhi ya Allah, kisha ndipo nitakidhi haja yako wewe. Baada ya kumwambia hivyo akakasirika tena Aus ibn Samit, akarudia maneno yale yale, akasema anti alayya ka dhahri ummi, yani wewe nakuona sasa hivi kama mgongo mama yangu mzazi. Kwa maana mgongo mama yake mzazi mwanadamu wa kawaida hawezi kuupanda kwa ajili ya kufanya nao tendo la ndoa, na kuona wewe kama vile mgongo wa mama yangu mzazi. Anasema thumma aradani, kisha baada ya kumaliza swala akanihitaji kimwili. Fakultu, mimi Khawla nikasema kumwambia, walladhi nafsi Khawlata biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Khawla ipo katika mkono wake, la takhlus ilayya wa qad qulta ma qulta hatta yahkum Allahu wa rasuluhu fina bihukmihi. Na hapa kwa Allah, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Khawla ipo katika mikono yake, hautonikaribia, hautonigusa, hautonifanya chochote mpaka aliyakuwa umeyasema ulioyasema, mpaka Allah na mtume wake wahukumu kuhusiana na sisi kwa hukumu yao. Bila ya hivyo siwezi kukubali wewe unikaribie au uniguse kwa namna yoyote ile. Ayuha nasu ibadallah, Khawla nasimulia kisa chake, anasema fawathabani wamtana'tu minhu faghalabtuhu kama taghlibu bihi almar'atu ash-shaykha ad-da'ifa. Fawathabani, Aus ibn Samit akanivamia, famtana'tu minhu, mimi nikajizuia na yeye, faghalabtuhu, lakini katika zile purukushani nikamshinda, kama taghlibu bihi almar'atu ash-shaykha ad-da'ifa, kama ambavyo mwanamke anaweza akamzidi mtu mzima ambaye ni dhaifu. Na Aus ibn Samit umri ulikuwa umekwenda sana, Khawla kidogo alikuwa umri wake ni mbichi. Kwa hiyo huyu alikuwa ni mtu mzima, huyu bado umri wake si mtu mzima sana, kwa hivyo akamshinda yule mume wake. Anasema fa alqaituhu anni, nikamtupa mbali na mimi. Thumma kharajtu ila ba'dhi jarati, kisha nikatoka nikaelekea kwa baadhi ya majirani zangu. Fasta'artu minha thiyaban, nikaazima kutoka kwake yeye nguo, yani hata zile nguo za kuvaa pia alikuwa ana nguo za heshima za kwenda kwa Mtume sallama, kwa namna ya umasikini waliokuwa nao Aus ibn Samit na mkewe Khawla bintu Tha'laba. Nikaazima nguo. Thumma kharajtu hatta ji'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Sasa Khawla yuko njiani anaelekea kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Anasema nikafika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, nikamkuta mtume sallallahu amelala katika mapaja mama Aisha, tamshutu sha'rahu. Mama Aisha anamchana mtume sallallahu nywele zake, anamtengeneza nywele zake. Nilipoingia mimi, basi mama Aisha akatoka akakaa chumba cha pili cha pembeni ili apishe mazungumzo yangu mimi na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fadhakartu lahu ma laqitu minhu, nikamtajia mtume yote, nikamsimulia yote yaliyonipata kutoka kwake yeye mume wangu Aus ibn Samit. Waja'altu ashku ilayhi min su'i khuluqihi, na mimi nikawa namshtakia mtume kutokana na ubaya na uovu wa tabia zake za sasa hivi. Amekuwa na tabia mbaya sana mume wangu, ana kadha, ana maneno makali. Qalat faja'ala Rasulullah yaqul ya Khawla binti Tha'laba, akimwambia ya Khawla, ewe Khawla binti ammik, ambaye ni mtoto wa ammi yako, bintu ibnu ammik shaykhun kabir,
mtoto wa ammi yako ni mtu mzima sana, kwa sababu Aus ibn Samit ni mtoto wa ammi yake Khawla bintu Thalaba. Mtume akawa anasema, ya Khawla ibnu ammik shaykhun kabir, mtoto wa ammi yako ni mtu mzima sana, fattaqillaha fihi, mche Allah kuhusiana na yeye. Hapa kuna maana mbili. Maana ya kwanza ni kwamba mvumilie kutokana na tabia zake, lakini maana ya pili, usitumie udhaifu wa utu uzima wake na ufasaha ulionao ukamzidi kwa hoja. Mche Allah jalla wa ala kuhusiana na yeye. Khawla akaendelea kushtaki hivyo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mwisho Mtume akasema, kama ni kweli mimi sioni isipokuwa ndoa hii itakuwa tayari inatakiwa ife moja kwa moja. Khawla akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna li lahu abnaun, mimi kwake yeye nina watoto, nimepata naye watoto. Lau kama ndoa hii inakufa, watoto wakiishi na mimi ni dhaifu, ni mwanamke, sitokuwa na uwezo wa kuhudumia. Na kama watoto wataishi na yeye ana tabia mbovu, atawaambukiza tabia zake. Ya Rasulullah, sihitaji ndoa hii ife ya Rasulullah. Hakuna chochote Khawla bintu Thalaba anachokihitaji kwa mumewe, na wala hakushtaki kwa lengo la kuua ndoa yao, isipokuwa Khawla anahitaji hukumu ya Allah, ajue inasemaje kwa mtu aliyemfananisha mkewe na mama yake mzazi. Na hawakuwa na utajiri wa kihivyo. Madina nzima Mtume sallallahu alaihi wasallam anawajua kwamba ndiyo familia fakiri mno kuliko familia zote. Kwa kuwa na jambo lingine Khawla kutamani ndoa hii iendelee, isipokuwa alikuwa na sababu za msingi mbele ya Mtume wa Allah jalla wa ala. Ayuha nasu ibadallah, Khawla bintu Thalaba alipoona mashtaka yake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anakosa jawabu mwafaka la moja kwa moja, pale Khawla bintu Thalaba alimwelekea Allah direct, akasema, innama arfa'u shakwaya ila samaa, mimi sasa hivi napeleka mashtaka yangu live moja kwa moja katika mbingu ya saba, namshtakia Allah kuhusiana na mume wangu Aus ibn Samit. Kama wewe Mtume wa Allah unashindwa kutoa solution ya uhakika, mashtaka yangu sasa nayapeleka direct kwa Allah jalla wa ala. Ayuha nasu ibadallah, fataghayyarat samaa, mbingu ikabadilika. Jasho Mtume sallallahu alayhi wasallam likamchuruzika. Si mvua, si manyunyu, si jabali, bali shay'un yanzil, bali kuna kitu kinateremka kutoka mbinguni. Haikuwa mvua, halikuwa jabali, hapakuwa na mawingu yale yenye kuashiria mvua, bali ni hali nyingine tofauti na kitu kingine tofauti. Bi'aunillahi jalla wa ala fil usbu'i al-muqbil sanukammilu hadhihi al-khutbata bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.